Lakini mimi nayo furaha kwamba jana au juzi nilipokea simu ya shehe wetu wa mkoa akinialika kwamba kutakuwa kuna jambo kubwa leo moja linalohusiana na masuala ya ajali ya jengo la pale Kariakoo. Mheshimiwa Mufti, ukiwa mbali huwezi kujua sana kilichotokea pale Kariakoo, lakini ukiwa karibu unaweza kujua. Pale mahali imetokea ajali, na ile ajali ni kubwa, lakini tumepokea neema ya Mungu ili tuweze kuhendo, ila ile ajali ni kubwa. Kilichotokea mpaka masaa 72 yalipotimia, ambayo kwa mujibu wa sheria za uokozi wanasema hapo hata kama mtu yuko hai, hata kama kunaweza kuwa kuna mtu yuko hai, lakini possibility inakuwa ndogo sana. Asilimia kuwa hai inakuwa ni 5% mpaka 10 baada ya masaa 72 kupita. Lakini Mheshimiwa Mufti, karibu sala 70 bado tuliokoa walio hai, na yale mashimo kule walikokuwa wameingia kuwafuata, kwa akili ya kawaida huwezi kwenda. Kuna wenzetu wengine ambao waliingia chini, lakini kifusi kikaziba njia walioingilia, ikabidi tena watafute njia, wakatoka mpaka nje. Kwa ujumla ni ajali. Mkiangalia ni kama mnaweza mkasema tumemaliza, ila mpaka sasa tunavyoongea kuna wenzetu wako pale nje ya jengo tunaloendelea kufanyia kazi, wanaendelea kusema sisi ndugu yetu hatujamuona ila alikuwa hapa. Kwa hii inadhihirisha kwamba pale chini lazima bado pana mwili mmoja miwili ya wenzetu. Kwa hiyo kwa ujumla Mheshimiwa Rais wetu ametoa ufafanuzi mkubwa, na utaratibu wetu Mheshimiwa Mufti, tunashukuru sana. Jamii za Kiislamu zilijitokeza kwa wingi sana kuweza kutupatia msaada wa chakula, kwa sababu kwa siku moja tu tulikuwa tunahitaji chakula cha wale waokozi, chakula kingi sana. Lakini tumefanya kazi hiyo na jamii nyingi zimetoa msaada mkubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru sana, na kwa niaba ya serikali tunaomba tufikishieni salamu kwa jamii zote ambazo zimefanya kazi kubwa. Mambo ya kifo haya yasikie mtaa wa pili, lakini mimi nilikaa siku 2 bila kulala. Siku ya pili wakati narudi nyumbani kama nikapumzika kidogo, nikakuta kuna simu imenipigia kama mara 4. Kupokea ile simu, ananiambia mkuu wa mkoa, mimi niko siku ya pili sasa na masaa karibu kadhaa, tuko huku chini, tuko 8, tunaomba utuokoe. Nikageuza gari tena, nikaunda siku ya 3 bila kugusa kitanda. Tulipofukua huko basi tukabahatisha kweli wale watu 8 wakatoka wote wazima, ikiwa siku ya pili na masaa karibu 8. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kamati imeundwa, tutaendelea kuyapitia majengo haya yote ili angalau sasa tutoe ushauri wa nini tunachopaswa kufanya ili huko baadaye basi tuweze kupunguza majanga. Siku chache zilizopita nilisema sisi tuna wajibu mkubwa sana wa kuliombea taifa letu, na katika hili shehe wetu wa mkoa nakushukuru sana, lakini tuna wajibu wa kumwombea sana Mheshimiwa Rais wetu. Kuna sehemu nimesikika nasema ninyi ni Waislamu. Kuna Uislamu, kuna Ukristo, kuna upagani, zote hizi ni imani. Lakini mmoja wenu humu akiibuka kawa kiongozi katika level ya taifa, anayefurahi wa kwanza
ni ninyi mnayemfahamu vizuri. Uongo kweli? Kwamba ninyi mnafurahi kwamba mahubiri yenu, mitazamo yenu, nasaha zenu zimemuibua mtu amekuwa kiongozi wa jamii. Yaani kama vile mimi leo ni mkuu wa mkoa, nikikutana na mwalimu aliyenifundisha, jambo la kwanza anaponitambulisha kwa mtu yoyote, anajivunia kusema huyu ni mwanafunzi wangu. Maana yake ni kwamba kama kuna mwalimu wa dini hapa aliyewahi kumfundisha Dr. Samia Suluhu Hassan enzi hizo za madrasa, maana yake anapomtambulisha Rais Samia atasema huyu ni mwanafunzi wangu wa darasa la madrasa. Kwa hiyo mwalimu anafurahi sana anapokuta yale aliyekuwa akimwelekeza mtoto mdogo ambaye amekuwa na kuwa mtu mzima na taifa kumwamini, mwalimu anaamini kabisa kwamba bila msingi wake huku juu pia singeweza kuaminiwa. Takbir. Kwa hiyo maana yake ni kwamba nilisema ninyi ni watu wa kwanza mnaopaswa kuwa na jukumu la moja kwa moja la kuhakikisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia anakuwa na lindo kubwa sana, lindo kubwa la Mungu, lakini kwa dua kubwa ambayo inatoka kwenu. Lakini baada ya hapo sisi pia tuna wajibu mkubwa sana wa kumwombea tena rais wetu ili kuhakikisha kwamba majanga kama haya na mengineyo ambayo labda yanategemewa kutokea katika nchi yetu yanatoweka. Kwa hiyo nilisema ukikuta Muislamu safi amebana kwenye korido naye anaunga mjadala wa kumsema vibaya kiongozi wa nchi ambaye ametoka kwenye nyumba yao, huyo anakuwa bado hajajitambua vizuri. Yaani anampa nafasi adui aweze kupenya kirahisi. Na nikasema nafasi hizi haziji mara kwa mara. Leo mufti unaweza kujiamini kwa sababu mtu anayeshika nchi ni mtu ambaye amepitishwa vizuri kwenye Qur'an tukufu, mtu ambaye amepitishwa vizuri labda kwenye Biblia, mtu ambaye amepitishwa vizuri kwamba analitaja jina la Mungu. Ndugu zangu, ni hatari taifa kumpata kiongozi asiyemtaja Mungu kabisa. Hapa mnaona huu msikiti ni sehemu ya ibada. Anaweza kaja mtu hapa ni rais wa nchi akasema hapa pote hapa stahili kuwa msikiti, na akafuta misikiti na makanisa kwamba hatuyahitaji kwa sasa. Sasa hamwezi kujua maana ya kumpata kiongozi anayelitaja jina la Mungu mpaka paje paharibike. Wallahu akbar. Sasa pakisha haribika ndio mnajua kwamba kumbe tulipaswa nchi yetu kuiweka mikononi, na hata huyu